wote wawili. Wajibu wa 7 wa kila mke aliyeolewa kwa mumewe na binti ambaye unatarajia kuolewa ni kuwa chanzo, kuwa pambo la nyumba na chanzo cha furaha nyumbani. Kila mke, hakikisha kwamba wewe unakuwa pambo la pale nyumbani na chanzo cha furaha ya mume wako na watoto wenu kwa ujumla. Mke hapo nyumbani ukiwa mwenye furaha, unakaa, unapita, unapika huko, unaimba vinyimbo, unakuwa mwenye furaha, familia yote inakuwa yenye furaha. Mama akikasirika nyumbani, watoto wanakasirika, mume hana furaha, lakini hata paka mpaka kuku wote wanajificha uvunguni kwa ajili ya mama. Kwa hiyo mama, hakikisha kwamba wewe pale nyumbani unakuwa pambo pale nyumbani. Ninaposema pambo, namna unavyofurahi, namna unavyoweka mambo yako pale nyumbani, namna unavyotengeneza chakula, kila kitu ulivyo well organized, unakuwa pambo na chanzo cha furaha pale nyumbani. Tatizo likiingia, wewe ni wa kwanza kulipeleka kwa Mungu wa mbinguni. Wewe ni wa kwanza, kama shida ikitaka kuingia, kuifukuzia mbali kupitia maombi yako na ushauri wako. Tunasoma katika Mhubiri 9 fungu la 9 ya kwamba Biblia inasema uishi kwa furaha. Inawaambia wanaume, uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua. Nataka niwaambie neno hili, watu wa Mungu, ya kwamba hata Biblia inahitaji, inataka tuishi kwa furaha pale nyumbani. Maisha tuliopewa chini ya jua ni mafupi, tena nayo yamejaa taabu. Maisha ni mafupi, yamejaa taabu. Hiyo miaka mliopewa, hakikisha kwamba mnafurahi katika kila hali yenu ya uchumi ilivyo, katika kila tatizo, furahini katika hilo. Ndiposa Bwana Yesu anasema, amani yangu niwapayo, si kama ulimwengu utoavyo. Kumbe amani anayotupa Bwana Yesu, sisi ambao tumempokea Bwana Yesu, sisi ambao tumeokoka, amani yetu haijalishi kwamba tuna hali gani. Hivyo hakikisha pale nyumbani mnaishi kwa furaha, na hii inawezekana sana. Mnaweza mkawa mna changamoto za kiuchumi, mna changamoto za magonjwa, za afya, mna changamoto mbalimbali, lakini ikiwa mna Yesu, mnao uwezo wa kufurahi bila shida yoyote. Lakini wajibu wa 8 wa mke ni kulinda amani ya ndoa yenu na familia kwa ujumla. Wajibu wa kila mke ni kulinda amani iliyoko pale nyumbani, amani ili idumu. Ni mke ana huo wajibu sana. Kumbuka ya kwamba ninaposema wajibu wa mke, haina maana mume hana wajibu. Hapa tunaangalia tu upande wa mwanamke. Wajibu wako wa kufanya nyumba yako, ndoa yako iwe yenye furaha na amani. Katika Mithali 15 fungu la 1 tunasoma, jawabu la upole hugeuza hasira. Niliwaambia jana ya kwamba ndani ya mwanaume kuna utawala. Ngoja niwaambie wanawake, mwanaume hata angekuwa mfupi kama Zakayo, mfupi kama yule unayemfahamu wewe, alafu mwanamke akawa mrefu kama Pastor Marekana, bado wewe mwanamke utabaki kuwa mwanamke na yeye atabaki kuwa mwanaume. Hivyo hata ikitokea kwamba mwanamke umesoma mpaka kibao kimeandikwa hakuna shule tena, alafu mumeo hajasoma chochote, bado unabaki kuwa mwanamke na yeye bado anabaki kuwa mwanaume. Iko hivyo tu. Na hivyo vyeo wanawake ambavyo wanavyo huwa vinaishia kule kazini. Kiingia pale mlangoni kwenye nyumba, cheo umekiacha kule nje, unabaki kuwa mke wa mtu. Na duniani leo kila mahali inatangazwa usawa. Wanawake tuwe wajanja. Biblia inasema uwe mjanja kama nyoka, mpole kama hua. Wakati dunia inatangaza usawa, unatakiwa ujue mipaka ya usawa iko wapi. Usawa unaosemwa kama hapa, nami nimesimama ni mwanamke, lakini nimepewa nafasi, huo ni usawa. Usawa Yesu ametufia wote. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu
amwaminie asipotee, tuko sawa hapo. Una haki na wewe kutoa ushauri, hapo tuko sawa. Lakini unapoingia pale mlangoni kwamba sasa wewe mke wa mtu, kwenye mke na mume, mimi binafsi Debora sioni kama kuna usawa. Maana kama Mungu anasema mke msaidizi, unawezaje kuwa na msaidizi na huyu mwingine alafu mko sawa?